Kuna kosa moja ambalo watu wengi ulifanya kila siku bila hata kutambua, na kosa hilo linaweza kuharibu kabisa furaha ya maisha yao. Kosa hilo ni kujilinganisha na watu wengine. Unafungua Instagram, unaona mtu ana gari. Unaingia WhatsApp, unaona mtu anajenga nyumba. Unaingia Facebook, unaona mtu ameoa au ameolewa. Na ghafla unaanza kujiuliza, mbona mimi bado sipo hapo? Lakini kuna ukweli mmoja ambao watu wengi hawaujui. Maisha sio mashindano. Kila mtu duniani ana njia yake ya maisha. Kuna watu wanafanikiwa mapema sana na kuna watu wanafanikiwa baada ya muda mrefu. Nikupe mfano mmoja. Colonel Sanders alianza KFC akiwa na miaka zaidi ya 60. Lakini Mark Zuckerberg alifanikiwa akiwa kijana sana. Swali ni kwamba, je, nani kati yao aliyefanikiwa zaidi? Jibu ni rahisi tu, hakuna. Kwa sababu kila mmoja alikuwa na safari yake. Ukianza kujilinganisha na watu wengine, basi unaanza kusahau safari yako mwenyewe. Kuna kitu cha ajabu sana kuhusu akili ya mwanadamu. Unaweza kuwa na vitu vingi sana maishani, lakini ukiona mtu ana kitu kikubwa kuliko chako, ghafla unaanza kujisikia kama huna kitu. Kwa mfano, una simu nzuri, lakini ukiona rafiki yako amenunua simu mpya zaidi, ghafla simu yako inaonekana kama si nzuri tena. Hii ndiyo nguvu ya comparison. Inaiba furaha yako. Na ukweli ni huu. Mtu maskini anaweza kuwa na furaha kuliko tajiri anayejilinganisha na wengine kila siku. Watu wengi wanajilinganisha na wengine kupitia mitandao ya kijamii. Lakini kuna ukweli mmoja muhimu sana. Mitandao ya kijamii inaonyesha highlights za maisha ya watu, lakini sio maisha yao halisi. Unaweza kuona mtu anapiga picha na gari kubwa, lakini hujui ana deni kubwa, ana stress, au hata hana furaha kabisa. Lakini kwa sababu umeona picha moja tu, unaanza kujiona kama umechelewa maishani. Tatizo kubwa la kujilinganisha ni hili hapa. Kuna kufanya uanze kufuata maisha ya watu wengine. Badala ya kufuata ndoto zako, unaanza kufuata ndoto za watu wengine. Mfano, mtu anaona kila mtu anafanya biashara. Ghafla anaacha kile anachokuwa anakipenda na kuanza biashara ambayo hata haielewi. Kwa nini? Kwa sababu tu anaona watu wengine wanafanikiwa huko. Lakini ukweli ni huu. Ukifuata njia ya mtu mwingine, unaweza kupoteza njia yako halisi. Njia pekee ya kujilinganisha ambayo ni sahihi ni hii hapa. Jilinganishe na wewe wa jana, wa juzi, hata wa siku zilizopita. Jiulize, je, leo nina akili zaidi kuliko jana? Je, leo nimejifunza kitu kipya? Je, leo nimepiga hatua kidogo kuliko jana? Hapo ndipo maendeleo halisi yanapoanzia. Kwa sababu maisha sio mbio za kukimbia na wengine. Ni safari ya kujiboresha kila siku. Kuna ukweli mmoja ambao ukiuelewa, maisha yako yatabadilika. Ukweli huo ni huu hapa. Kila mtu ana muda wake. Wengine wanafanikiwa wakiwa na miaka 20, wengine 30, wengine 40 na wengine hata 60. Lakini mwisho wa siku, cha muhimu sio lini umefanikiwa. Cha muhimu ni kwamba umefanikiwa. Kwa hiyo ukijikuta unaanza kujilinganisha na watu wengine, kumbuka mambo matatu. Kila mtu ana safari yake. Usiamini kila unachokiona kwa watu. Na mafanikio hayana muda maalum. Endelea kujenga maisha yako polepole, kwa sababu ukweli ni kwamba mti mkubwa unaokua polepole ndio hudumu kwa muda mrefu zaidi. Asante na bye bye. Tutakutana kwenye video inayofuata.